Nawashukuru, tumeshirikiana na baadhi ya diaspora hasa katika uwekezaji wa hati fungani inayotumia misingi ya Kiislamu sukuk. Tumepata mwamko, tulishirikiana nao, baadhi walituelewa sana na wakawa wanawekeza sukuk kupitia PBZ, benki yetu ya PBZ. Hiyo tunawashukuru. Lakini tunajua vile vile umuhimu wa ujuzi wenu. Sisi kama serikali tunawakaribisha. Kwa mfano sasa hivi katika kitu ambacho serikali kikubwa inakifanya ni kuimarisha huduma za afya. Tunataraji pengine inawezekana tunao vijana wetu, ndugu zetu ambao wanataka kuja ujuzi walioupata kuja kufanya kazi hapa Zanzibar. Tunawakaribisha kushirikiana nao, wanaweza wakaja wakatoa huduma za afya Zanzibar kwa kile ambacho tayari wamekisomea. Kwa hiyo tunahitaji sana ujuzi wa diaspora kwa ajili ya maendeleo ya Zanzibar. Tunaona tunachukua madaktari kutoka nje, lakini pengine inawezekana tunao madaktari ambao ni diaspora na wana ujuzi mzuri, wanafanya kazi nzuri, basi tunawakaribisha ili kuja kushirikiana nao, kuona kwamba ujuzi ambao wamekwaya wanakuja kupractice hapa Zanzibar. Sisi tutawekea mazingira mazuri. Tunajua baadhi yao wanafanya kazi nzuri, hasa katika masuala ya sayansi na teknolojia, wanafanya kazi nzuri. Bado fursa hiyo ipo, diaspora tuungane kwa pamoja kuona namna gani sasa kile mlichokipata mnakuja mnakifanyia kazi nyumbani, mnakuja kuwekeza. Na uzuri kwamba serikali imefanya reforms kwa ajili ya kushirikiana na private sector. Kwa maana hiyo hata diaspora nayo ina nafasi kubwa kuhakikisha kwamba tunafanya uwekezaji huu. Kwa hiyo matarajio yetu kama serikali kwa kongamano ambalo lilianza leo ikiwa siku ya 3, ambalo liliwashirikisha wadau mbalimbali wakiwemo diaspora, ambayo ina dhana nzima ya maendeleo endelevu ya Zanzibar, sasa linaenda kuibua fursa mpya za kiuchumi kupitia uwekezaji katika maeneo tofauti. Katika mazingatio ya uchumi wa blue, tuna fursa za uwekezaji katika uchumi wa blue, lakini vile vile afya kama nilivyoelezea, majengo pamoja na nyumba, lakini miundombinu, utalii, sayansi na teknolojia. Sasa hata sisi diaspora tunawezekana kabisa, aidha kwa sababu umezaliwa ama umekuwa Mtanzania, whatever the case, hata ulipo unaweza ukatoa ujuzi, lakini hata huko ulipo unaweza ukatoa ujuzi na ukauleta huku nyumbani. Kwa hivyo hizi fursa zipo na ninaamini kwamba wenzetu wanaweza kuzichukua na kuzifanyia kazi. Kwa hiyo naomba tu kutoa wito kwamba tutumie vyema fursa hii adhimu ya kipekee kwa kuwasilisha maoni, kutoa mawazo chanya, lakini vile vile kuchangia kwa uweledi kabisa ili tuwe na matokeo chanya, tuweze kupima the outcome ya mkutano wetu huu. Kwa mara nyingine tena nataka tu nitoe wito kwa wana diaspora wote wa Zanzibar pamoja na Tanzania kwa ujumla kuendelea kuziunga mkono juhudi za serikali katika hatua za kuimarisha maendeleo. Juhudi za serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kadhalika serikali zetu zote mbili tunaahidi kuendelea kuwatumia wana diaspora kama mabalozi kwa kujenga ushawishi na utetezi katika kueleza mipango ya maendeleo ya taifa. Tunajua tukipitia pale tutaona dira yetu ya mwaka 2050 ya Tanzania, lakini dira yetu ya mwaka 2050 ya hapa Zanzibar, na mule ndani utaona namna gani kutokana na ulichonacho unaweza ukafaidika nako kwa kuweka ujuzi wako kwenye hayo. Kama suala ya afya, je, unaweza ukaconnect vipi na taasisi za afya ambazo ziko kule zinatoa misaada mingi sana na nyumbani? Wapo wanaofanya hivyo na nashukuru sana Nafisa Jidayo, isimama wa kuone, amefanya makubwa sana. Yeye ni diaspora karudi, na ambayo ameyafanya mtu atafikiria she is a millionaire, kumbe naye anahangaika hivyo, lakini ameweza kuingiza nchini over $2.5 million kwa ajili ya nchi yake. Tunakushukuru sana, keep it up. Huu ni mfano wa kuigwa. Unakaa nchi ambazo
elimu yao iko juu, wana ma universities makubwa. Utafanya nini kuunganisha taasisi za elimu na kuweza kusaidia hapa nyumbani? Hayo ndio ambayo mtu unaweza kuyafanya. Kwa hivyo usiwe na ile mindset ya kwamba lazima uwe na hela. Hapana, mind yako ndio hela, itumie vizuri, connect. Kilichonifurahisha chengine ni kwamba sasa hivi muamko ni mkubwa. Si vibaya hata kidogo kwamba diaspora za nchi tofauti mkaungana. Yaani badala ya kuwa na diaspora ya Marekani tu, diaspora ya Uingereza tu, diaspora ya Japani, China, muwe na uwezo wa kuungana, kuongeza nguvu zenu. Idea ambayo ameitoa Mheshimiwa Balozi wa China, wa Tanzania nchini China, ni nzuri sana, kwa maana kwamba tutakuwa na makongamano sasa ya diasporas. Tunaamua leo tunaenda China, basi aliye Marekani anakuja China, aliye Uingereza anakuja China, aliye sijui Dubai anakuja China, mnaungana, mnakuwa kitu kimoja kwa ajili ya Tanzania yetu, kwa ajili ya Zanzibar yetu. Hilo ni jambo zuri sana, na I'm sure serikali itaisupport sana hiyo. Kwa hiyo mimi I'm looking forward, sijui time frame ikoje Mheshimiwa Balozi, na naomba na mimi nialikwe kwenye mkutano huo siku hiyo, ili tuweze kuona jinsi gani uchumi wa nchi yetu, ukuaji wa uchumi wa nchi yetu utachangiwa na diasporas. Pia nilikuwa namwambia mkurugenzi wa diaspora, kuna best practices duniani, na mara nyingi diasporas wanakuwa wanasaidia zile nchi ambazo kwa kweli zinaendelea. Sijui kama kuna diaspora Marekani, diaspora anayesaidia Marekani, wale tayari wako juu, si ndio? Lakini hizi nchi zetu zinazoendelea, learn best practices kutoka kwa wenzetu. Philippines, they are doing wonders. Nepal, hizo ndo nchi ambazo unaona hasa mchango. Filipino, almost karibu 20% kama si zaidi ya economic growth rate yake inatokana na mchango wa diasporas. Maisha kutoka nchini kwenda kufanya exploration nyingine, ikiwemo kimasomo, lakini wengine kutokea huko naamini mna nia ya kurudi hapa nyumbani. Sisi ZIPA tuna kazi 3 muhimu zaidi. Ya kwanza ni kufanya promotion ya uwekezaji, lakini ya pili ni kufacilitate uwekezaji, lakini kazi ya 3 ambayo ni ya muhimu kwa zaidi ni ya kuprotect, kulinda uwekezaji. Kwa hivyo kwa nasaba kikao hichi, kwanza niseme kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Serikali ya Jamhuri ya Tanzania, ZIPA inawahakikishia diaspora wote ambao wanakuja kuwekeza nchini, miradi yao, biashara zao tutaendelea kuzilinda. Makongamano kama haya naomba kushauri tuweze sasa kuangalia pia kuyafanya na nje ya nchi. Kwa mfano kule kwangu China, kuna diaspora wazuri sana na miongoni mwetu ndani ya ukumbi, naamini 90% biashara zetu zinategemea China. Kwa hiyo basi nikasema kuna kama litaeleweka ombi langu, tuangalie namna kama ni mwakani kufanya kongamano hili China, na mimi kama balozi niko tayari kulisimamia na kuweza kufanikiwa.